Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mama yake mzazi na mwanadada Wema Sepetu siku ya leo ameweza kuzungumza mazito kuhusiana na mambo ambayo yanamsibu mtoto wake Wema Sepetu. Kama ambavyo tunafahamu, mrembo Wema Sepetu alikuwa ni mjamzito, na namna ambavyo ujauzito wake ulikuwa unaendelea vizuri, tulitarajia na kutamani Wema Sepetu angejifungua, angetimiza miezi 9 ili mradi tu aweze kufanikiwa kupata mtoto wake. Lakini isivyo bahati, Wema Sepetu alipoteza mtoto kwa mara nyingine, na tuliweza kuona Wema Sepetu aliandika ujumbe mrefu sana kupitia katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anadai hatamani kabisa kuambiwa pole yoyote, hatamani mtu ampigie simu kumpa sore, hatamani mtu amtafute kuzungumzia swala zima la mtoto. Yeye kama Wema Sepetu ameamua kupotezea hilo swala, lakini pia ameamua kuachana nalo moja kwa moja, kwa sababu anafahamu wazi kitu ambacho labda amepangiwa hapa duniani ni kutokuwa na mtoto. Na Wema akaahidi kwamba hawezi kabisa kutoa pesa yake kwa ajili ya kujenga nyumba kwa sababu anajua hawezi kupata mrithi. Kiufupi, Wema Sepetu amekata sana tamaa, na namna ambavyo inaonekana Wema hawezi tena kukubali kujaribu kubeba ujauzito. Mara nyingi sana amekuwa anajaribu mara kwa mara, labda nitapata awamu hii, labda nitapata, lakini ndani ya mwaka huu 2026 Wema ameweka nia, ameweka malengo yake na kudai kwamba hawezi kabisa kubeba ujauzito mwingine. Sasa hivi ameshakata tamaa, ili mradi maisha mengine yaweze kuendelea. Kuna maisha baada ya haya, kuna maisha baada ya kuzaa, kuna maisha kabla ya kuzaa, mambo mengine yaweze kuendelea. Wema Sepetu ameamua kukubali, na hakuna kitu kizuri kwa binadamu kama kukubali madhaifu yako, kama kukubali kwamba kitu fulani kimetokea, basi imeshatokea, nipotezee. Na Wema ndo kitu ambacho ameamua. Sasa hivi ameamua kuachilia moyoni mwake. Moyoni mwake alikuwa na shauku kubwa, alikuwa na tamaa kubwa ya kuitwa mama, lakini sasa hivi ile shauku imeisha moja kwa moja. Lakini Waswahili wanakuambia siku ambayo umekata tamaa ndiyo siku ya mafanikio yako. Sasa huenda huku kukata tamaa kwa Wema kukawa ndio mafanikio yake. Unaweza kushangaa tu chap kashapata ujauzito, baadaye ukashangaa amefanikiwa kupata mtoto wake, tayari ameshakata tamaa kabisa. Sasa mama yake na Wema Sepetu, mama yake mzazi, ameweza kuzungumza siku leo katika media kwa ajili ya kueleza nini ambacho kimempata mtoto wake, lakini pia kueleza sababu ya ujauzito huu kuharibika, kwa sababu ulikuwa una matumaini makubwa sana, lakini pia mashabiki wa Wema Sepetu walikuwa wanamuombea heri Wema Sepetu afanikiwe kupata mtoto wake. Mama Wema amefunguka na kudai kwamba yeye kama mama ni mtu mzima, ni mtu ambaye anafahamu vitu vingi sana, na akadai kuna watu ambao wanamchezea mtoto wake, na anakuambia sio kwamba ni watu ambao ni watu wa karibu kabisa. Mama Wema anakuambia haiwezekani mtoto wake apate ujauzito alafu ujauzito usifike miezi 9. Hiyo kuna mkono wa mtu. Mama yake Wema, mawazo yake namna ambavyo ameweza kuyazungumzia kwamba anatamani sana kumsaidia mwanae katika njia za asili, lakini Wema Sepetu hataki. Wema Sepetu anaamini mambo ya hospitali zaidi, na huo ndo mfumo wa kisasa. Watoto wengi wa sasa hivi waamini sana ile mitishamba ya wazee wetu, wanaamini dawa za hospitalini, wanaamini madaktari wao, lakini mama yake hamuamini. Jambo hilo mama Wema Sepetu amedai atalishughulikia na atamjua huyo mbaya ambaye alikuwa anamchezea mtoto wake kizazi chake. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Toshia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.